Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Wamekuja kufanya nini? Kuwasalimia na kuwapa sadaka au zawadi, ikiwa ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuendelea kuhudumia jamii ya Watanzania wenye mahitaji mbalimbali. Tuko pamoja? Kwa hiyo leo Rais ametuagiza tujumuike na nyie tuweze kufurahi, tukasherekea kwa pamoja. Ndugu mgeni rasmi, tumefika kwenye shule hii kwa ajili ya kuwaona watoto. Tulipenda tujumuike nao, tungekuja mapema asubuhi lakini ratiba imebana. Tulitaka tupike, tule nao, tufurahi. Lakini kwa nafasi hii tuliyopata tutawaachia zawadi kwa ajili ya wenyewe kesho watapika, au wakitaka kupika jioni waweze kufurahi. Lakini na tumekuja na shuka. Tulisikia watoto wako hapa wanalala bweni. Kwa hiyo tukaona tuwanunulie shuka kwa ajili ya kutandika na kujifunika kwenye wakati wa usiku kwenye bweni lao. Lakini pia kwa sababu ni wanafunzi, tumekuja pia na kalamu, ili wakiwa wanaenda darasani, basi najua nyingi huwa zinapotea kwa mazingira yao, lakini walimu watawatunzia na kuhakikisha muda wote wakiwa darasani wanaweza kufanya nini? Kufanya. Lakini pia wakati wanasubiri chakula kipikwe, tumekuja na juisi na biskuti. Wakati wanakula huku, wakati muda huo wanasubiria chakula kifanye nini? Kipikwe. Lengo kubwa ni kuja kujumuika nao na tuendelee kumshukuru Mungu kwa muda huu na kibali anachotupatia tunavyoendelea kuishi. Ndio hoja yetu kubwa. Nitumie nafasi hii sasa
kumkaribisha mkuu wa shule kwa neno la ukaribisho. Baada ya hapo utaturudisha ili tuanze ratiba yetu. Asante. Nichukue nafasi hii kwanza kipekee kuwashukuru kwa kuja na niwakaribishe sana shule ya awali msingi na kitengo cha elimu maalum Sengerema. Shule ya awali msingi na Sengerema ina kitengo cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kitengo hiki kinapokea wanafunzi wenye ulemavu wa aina zote. Kwa hiyo tuna wanafunzi viziwi, tuna viziwi wasiosikia, tuna wasiosikia, tuna wasioona, tuna walemavu wa viungo, tuna wenye usonji, tuna walemavu wa akili kwa mchanganyiko wao. Kwa hiyo tuna jumla ya wanafunzi kwa sasa wako 245. Siku ya Ijumaa wanafunzi wale wa walemavu wa akili wengi huwa hawaji kwa sababu huwa tunawatembelea majumbani. Ndio utaona idadi ya waliopo hapa ni wachache. Kwa hiyo tuna viziwi wako 67, viziwi wasioona wako 3, wasioona na wenye uoni hafifu wako 9, albino wako 12, walemavu wa viungo wako 8, walemavu wa akili wako 146. Kwa hiyo wavulana wako 138, wasichana wako 107. Na walimu wanaowafundisha wako walimu 15. Tuna changamoto ya walimu wale wa walimu wa viziwi na wasioona. Hatuna mwalimu hata mmoja, lakini wanafunzi tunao. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kushukuru kwa zawadi mliotuletea. Ni upendo wa namna ya pekee. Kwa hiyo kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameona tuletee zawadi hizi, sisi nasi tunatoa shukrani zetu za dhati, na mfikishe taarifa yetu kwamba shule ya msingi Sengerema kitengo cha wanafunzi wenye mahitaji maalumu wameshukuru na vile vile wamefurahi kupokea zawadi. Na mgeni rasmi, tuna wanafunzi wanaokaa hapa bweni wako wanafunzi 96 kati ya wale 245 ambao nimesema. Changamoto ni mabweni. Tungekuwa na mabweni maana yake hawa wote wangekuwepo. Kwa hiyo tuna wanafunzi 96 ndio wanakaa bweni, lakini 149 wanakwenda na kurudi. Wapo tunaweza kuwafuata na gari na wapo ambao wanaletwa na wazazi wao. Kwa hiyo nirudishe tena ukanda huu kwenu kwa shukrani. Karibuni na siku nyingine ili mje mtutembelee. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Asalamu alaykum. Tuanze shughuli yetu kwa wimbo 157. 157. Jua kwa kiwango tulichobeba na tuna hakika na mbuzi huyu akichinjwa, msiende kumfuga. Tutachinja, watoto wetu watafanya nini? Watakula. Kwa hiyo tumeleta mchele, tumeleta mboga, lakini tumeleta na mafuta ya kupikia nini? Hicho chakula. Mkuu, tunaomba ili uweze kukabidhi. Tuanze na mbuzi. Unakabidhi ugali alafu ndio mboga. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Sengerema, mkuu wa division ya kilimo na mifugo, wakuu wa vitengo, maafisa ugani wote, walimu wa shule ya msingi Sengerema kitengo, pamoja na wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum, ninawasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nimshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru mgeni rasmi, mkurugenzi, pamoja na mkuu wa idara ya kilimo na mifugo kwa matendo ya huruma aliyofanya kwa siku ya leo. Mimi kwa upande wangu niseme tu kwamba amefanya kwa Bwana. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaamini kwamba
katika vitu ambavyo Yesu alivisema ni kusaidia wahitaji, kuwahudumia wagonjwa, pamoja na kumsaidia maskini na mgeni. Hiyo ndio dini ambayo iliyo safi. Kwa hiyo katika vile walivyovisema wametimiza amri mojawapo ya Yesu ambaye alituachia duniani. Lakini nikirifaa Biblia pia, Yesu anasema kwamba hata tungelinena kwa lugha, tukafanya kila kitu kizuri hapa duniani, lakini tusipokuwa na upendo hatuwezi kumuona. Kwa hiyo wametumiza amri kubwa ambayo ni upendo. Lakini pia mimi kama mkuu wa division ya elimu ya awali na msingi, ametupa chachu kubwa sana ya kuona kwamba hatufanyi tu kwa sababu sisi ni watu wa idara, lakini kumbe watu wengine pia wanaweza wakaona hitaji la hawa watoto. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kitu ambacho mmekifanya. Mungu asiwapungukie, Mungu awabariki sana, na iwe chachu hata kwa sisi wengine ambao tumebaki, tujue kwamba tumewekwa duniani kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Mungu awabariki, asante. Basi nichukue nafasi ya pekee kumkaribisha mkurugenzi ili aweze kuendelea na taratibu nyingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, Mheshimiwa ndugu afisa elimu, mkuu wa idara ya elimu msingi, viongozi wote mlioko hapa, pamoja na wanafunzi na walimu wao wote, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kutukutanisha hapa siku hii ya leo, ambayo ni siku kwetu ya historia. Siku hii katika maisha yetu tutakuwa tumeandika katika vitabu vyetu kwamba ipo tarehe hii tulifanya tukio fulani, ambalo halitakuwa lisahaulike kwa kila mmoja wetu aliyoko ndani hapa. Kwa hiyo nishukuru sana, lakini pia nichukue fursa hii kushukuru kwa idara ya kilimo kwa kufikiri haya. Ni jambo ambalo ni la kipekee sana na linalotaka utu kweli kweli. Nilisema kule wakati tunafanya tukio la pale hospitali, nilisema binadamu tumeshindwa na mtihani mmoja wa kutoa. Hilo andiko tumeshindwa kulitekeleza sana. Maana tumeambiwa tutoe katika tunavyovipenda. Na ukisoma vitabu, panasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini kuna pengine pameandikwa, aliandika kwa Kiarabu na nukuu, asema ahbarin nasi ma tuhibu nafsika. Ipende nafsi yako. Upende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Sasa nafsi yako unaipenda nini? Kile unavyoipenda, kizuri unachokipenda, basi mgaie na mwenzako. Ndio mambo ambayo binadamu tunashindwa sana. Ndio tunakaa tunasema tumejawa na roho za ubinafsi. Lakini katika hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwetu tumetekeleza andiko kwa vitendo. Tumetoa katika tunavyovipenda. Kwa sababu tulivyovitoa hapa, kila mmoja wetu anavipenda. Kuna chakula hapa, kuna mboga hapa. Kila mmoja anaishi kwa hicho. Hakuna andiko ambalo limeandika tofauti na hivyo. Ndio maana Biblia ikasema, asofanya kazi asifanye nini? Asile. Lakini hata ukisoma vitabu vile vingine, andiko ni hivyo hivyo tu.
Na ndio maana kwenye kitabu kimoja amesherehesha akasema, abridu ta'ama fa inna hala la tabarakati fi. Jiburujisheni chakula. Hakika chakula ni kizuri. Hasa kisicho na moto. Sio kile unakula cha moto unaungua unavumilia. Kikishuka waungua, kikifika tumeamrishwa. Sasa tule vya nani? Katika sisi sasa kuna wenzetu wanategemea kutoka kwetu. Ndio maana tumeambiwa tuwape mafakiri, tuwape mayatima, tuwape walmaskina, wote tunatakiwa tuwapatie kile tulichochuma. Kisoma Biblia kuna fungu la 10. Tunatakiwa tutoe. Kisoma msahafu kuna sehemu tunatakiwa tutoe fungu la 10. Tukianza kuulizana nani ametoa hapa, utakuta kila mmoja anaijua nafsi yake. Kuna watu unafika barabarani hakika wanateseka. Unaona kabisa kwa macho. Lakini sisi hatufanyi hivyo. Kwa hiyo ndio udhaifu wetu sisi binadamu. Ndio maana tumeambiwa tutoe. Tutoe. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, sisi zoezi hili si mara ya kwanza. Tunalifanya kila kukicha, kila mwaka linafanyika, hasa kwa idara hii. Leo hii imenipa picha. Kwa mimi kuhudhuria hili ni mara yangu ya kwanza. Mwaka jana lilifanyika nikiwa safarini, lakini waliniambia kwamba kuna tukio linafanyika. Mwaka huu kwa bahati nimebahatika kuwemo. Ni kuahidi mheshimiwa mgeni rasmi kwa tukio hili sasa tutalifanya endelevu na kwa idara zingine, ili walau na sisi kama wasimamizi tushawishi na tuhamasishe ibada ya kutoa. Kwa sababu yawezekana hatutoi kwa sababu hatuhamasishwi kutoa, lakini si maana kwamba hawatutoi, wengine wanatoa sehemu zingine, lakini saa zingine ni vyema tutoe pia kwa hawa ambao tunawaona na wanahitaji tuwatolee. Na wasomaji walivyoyasoma yote yanaelekeza wema. Yote yanaelekeza kuishi pamoja na kutoa. Kwa ni ushahidi kabisa kwamba sisi tunatakiwa tutoe. Sisi tunatakiwa tuwe na upendo. Sisi tunatakiwa tuwe na huruma. Sisi tunatakiwa tutegemeane ili maisha haya yaende. Sasa kwa hayo mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe kwa sababu wote hapa wanasubiri hotuba yako. Mimi nimepita tu. Lakini wewe ndio unatakiwa tukusikilize. Msingi na wanafunzi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nianze kwa kujitambulisha. Naamini watoto hapa wanifahamu. Kwa majina naitwa Cuthbert Midala, ni katibu tawala wa wilaya ya Sengerema. Mmewahi kumsikia? Wanafunzi, mkuu wa wilaya mnamjua? Kuna anayemjua mkuu wa wilaya? Hakuna? Hamjawahi kufundishwa? Nani amewahi kufundishwa afa nakumbuka?
Hayupo. Basi nadhani amesikia mwenyewe afisa elimu. Na mimi nitaanza na hilo. Mimi nakumbuka wakati tunasoma kulikuwa kuna somo la uraia. Kuna vitu vidogo vidogo vingi sana ambavyo kimsingi mwanafunzi vinamsaidia kujua. Kuna siku nilikuwa namuuliza binti yangu, mkoa Mwanza na wilaya ngapi? Una halmashauri ngapi? Mkuu wa mkoa ni nani? Ni vitu vidogo lakini vinamsaidia. Unaweza kujikuta mtu anang'ang'ana na hisabati tu, lakini mwisho wa siku yale mambo ya msingi ambayo ndio yanamzunguka kawaida asiyajue. Kwa hiyo walimu, afisa elimu tuendelee kuwafundisha zile chemshabongo zile. Mkuu wa wilaya ni nani? Ni za muhimu. Mbunge ni nani? Mkuu wa mkoa ni nani? Anaweza kaenda sehemu amepata shida hata mkuu wake wa wilaya hamjui. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mimi nitoe pongezi, niungane na mkurugenzi, niungane na mkuu wa division ya kilimo. Kwa kweli wengi wamezungumza na yaliyozungumzwa. Hivi inafanya kazi? Wengi wamezungumza na yaliyozungumzwa kwa kweli ni mambo yenye msingi sana. Hasa ukizingatia siku ya leo ni siku ya ibada, na hichi mimi naamini tulichokifanya hapa au kilichofanyika hapa ni ibada. Kwenye watangulizi waliozungumza mwanzo, kila mmoja kwa nafasi yake amefanya reference ya Biblia, amefanya reference ya Bible, na vyote vinatufundisha kwa kweli upendo na umoja. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi sana kwa idara kwa tendo hili. Ni tendo la upendo, ni tendo la umoja katika jamii hii. Na hii ndio ibada hasa. Tumezoea ibada ni kwenda kanisani, ni kwenda msikitini. Hiyo kila mmoja anafahamu, na kila mmoja anajitahidi siku ya Ijumaa aende msikitini, au siku ya Jumapili, Jumamosi aende kanisani, na Jumapili aende kanisani. Lakini kuna matendo ambayo kwenye mafundisho yote ya hizi dini yameyataja na yameelekeza, ambayo kama binadamu na unayempenda Mungu na unayetaka kufika mbinguni tunakoamini kupo, unatakiwa uyafanye nini? Uyafanye. Kwenye Biblia kuna hadithi moja, na nadhani ameigusia kidogo afisa elimu, na hiyo ilikuwa inajaribu kuonyesha hivyo hivyo. Walikuwa wanaulizwa wanafunzi wa Yesu kwamba tukujawahi kuona gerezani, au hujawahi kuwa na njaa, au hujawahi kuwa na kiu, sasa inakuwaje? Lakini aliwajibu, kwa kadri ulivyomtendea yule mmoja ndivyo ulinitendea mimi. Kwa hiyo sio lazima umtendee yeye mwenyewe, lakini jamii inayotuzunguka ndio ibada yenyewe. Ukimpa mtu anayehitaji maji, mwenye kiu kampa maji, ndio ibada. Mwenye njaa ukimpa chakula, ndio ibada. Aliye gerezani ukienda kumtazama ni ibada. Aliye hospitali ukienda kumfariji ni ibada. Na ndio hayo matendo ambayo yanatupa sifa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana idara ya kilimo. Lakini vile vile kupitia nyie wengine nao wajifunze. Naambiwa hapa mimi na miaka 2. Mwaka jana walifanya kilimo, mwaka huu kilimo. Sasa na wengine tujifunze. Sidhani kama kuna ambaye hataki kufanya matendo mema, na ni vitu ambavyo viko kwenye havihitaji OC hivi. Hivi vinahitaji tu kujitoa kidogo. Kama tunavyochangia maharusi. Unachangia harusi ambayo kimsingi ni mtu na mke wake, ambaye hata usipomchangia wangeoana tu. Unaona? Na maisha yangeendelea. Lakini hili ni la msingi zaidi. Tuna watoto ambao wanakuwa na mahitaji maalum. Tuna jamii ambayo inakuwa ina mahitaji maalum. Mtu anayeumwa hahitaji chochote zaidi ya kupewa moyo, kupewa
matumaini kwamba wewe utapona. Hilo tu ukienda kumuona unamuongezea uhai. Yule ambaye ana chakula ukimpa ni jambo kubwa sana kwa sababu halina mbadala. Kwa hiyo mimi na wote, mimi mwenyewe na wote tulioko hapa tuchukue hii kama ni kitu cha kujifunza. Na kila mmoja kwa imani yetu, kwa nafasi zetu tutoe. Tunakutana na watu barabarani, tunakutana na watu, of course na matapeli wapo, lakini mwenye shida utamjua. Na kama hapa tunafanya sahihi kwa sababu tunaamini watoto wetu hawa watapata. Mwalimu umesema hapa changamoto zilizopo. Nimepokea hilo kwamba kuna swala la mabweni, kuna changamoto hiyo. Kwa hiyo nayo tutaiona kama serikali tufanyeje. Kwenye vipaumbele vyetu tukiweza kupata, nilikuwa nimeweza mkurugenzi anasema eneo lipo. Kwa hiyo tutaangalia kama eneo la kujenga lipo, tunaweza tukaanza. Kwa hiyo hilo tumelipokea, tutaona namna gani ya kulitekeleza. Lakini kuna mashuka hapa yametolewa, yatasaidia wanafunzi walioko bweni kuweza kujizuia na baridi. Na sasa hivi tunaenda kwenye kipindi, tuko kwenye kipindi ambacho ni cha baridi. Lakini chakula kimetolewa. Kwa hiyo kitasaidia afya. Na haya ni mambo yote ambayo ni ya msingi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi sina jambo ziada. Niwashukuru sana. Nimefurahi kukutana na watoto hapa na tuwatakie kila laheri kwenye masomo yenu. Na nyie sasa muongeze bidii ya kusoma. Waeleze wasikie wote. Mnasikia? Mfanye nini? Ongezeni bidii ya kufanya nini? Kila mmoja si ana ndoto yake, anataka kuwa nani? Eti anayetaka kuwa mwalimu atakuwa nani? Anayetaka kuwa daktari atakuwa nani? Anayetaka kuwa daktari wa mifugo. Hao walioleta hapa ni watu wa mifugo hawa. Na wamewaletea na mbuzi. Kwa hiyo kama ukitaka kutibu mbuzi, lazima ufanye nini? Usome. Ili ujue mbuzi akiharisha anaumwa nini. Si ndio? Kwa hiyo someni sana. Hata sisi tulisoma. Na mimi wakati naanza nilikuwa nakaa hivyo chini. Lakini kadri unavyoenda utafikia hatua utakaa juu. Kwa hiyo someni kwa bidii. Mmesikia watoto wazuri? Haya, baada ya kusema hayo, mimi niwashukuruni sana. Kwa upendo mkubwa sana. Na hata baadhi ya wazazi kule nyumbani wako ambao wakiwaleta hapa ni kama wamewatupa. Hata kumtafuta mzazi kwamba ni muda wa mwanafunzi kupumzika kwenda nyumbani, wako ambao tunawatafuta paka kwa watendaji wa kata ndio wanakuja. Lakini inahitaji upendo. Wanasema wenyewe walimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum, unatakiwa uanze kwanza kuwa mlezi ndio uwe mwalimu. Ukichagua kuanza kuwa mwalimu utashindwa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa hiki mlichotuletea. Niwaahidi tu kwamba kitafika na kitawafaa walengwa kama ambavyo mmekusudia. Na kwa kuwa maombi yetu mmeyapokea, hasa ya wanafunzi walio wengi hawapo hapa shuleni kwa sababu wanakaa kule nyumbani, basi tukipata nafasi ya kuwatunza hapa inaweza kuwa ni rahisi zaidi. Kwa sababu mpaka hivi tunavyozungumza tuna maombi ya wanafunzi wakuja bweni zaidi ya 40. Mpaka kuna wazazi wanatulazimisha mle kwenye makorido ya vitanda walete magodoro. Lakini kwa maana ya ustawi wa wanafunzi inakuwa ngumu. Hatuwezi kuwabana hivyo. Tumekubali tu vile vitanda 96 ndio viwe na watoto. Lakini pamoja na kusema kwamba tuna upungufu wa walimu, tumejitahidi. Tunao walimu wa kujitolea 5. Walimu by professional lakini wanasubiri ajira, ndugu mgeni rasmi, zile ambazo bado serikali iko kwenye mchakato. Kwa hiyo mkipata nafasi ya kuajiri, mkiwapa kipaumbele wakabaki hapa itatusaidia. Sababu tunao wamesoma elimu maalum, lakini tunao hapa tunaishi nao wanafundisha kwa kujitolea. Kwa niaba ya jumuiya nzima ya shule ya msingi Sengerema, nitoe shukrani za dhati. Lakini na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ajaja mmemwakilisha, mpelekee salamu zetu. Mwambie tumepokea kwa shukrani. Kwa hiyo tunawashukuru, na hata mtakapoondoka hapa tuwatakie safari njema
na mema mengine mengi yaambatane na nyie, na wanaoguswa wengine kuja kututembelea na kutupa mahitaji kama haya, tunawakaribisha sana 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 muda na wakati wote, kwa sababu sisi tupo. Watoto wao wanaishi hapa na tulio wengi tuko hapa muda mwingi, sababu lazima wawe chini ya uangalizi wetu. Lakini mkipata wa kutusaidia kutujengea hata uzio, bado itakuwa sawa, kwa sababu tuna uzio tu wa senyenge ya kawaida ambayo kwa changamoto za ulemavu wa wanafunzi walio, kuna wengine wanapenya wanatoroka. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na ulinzi wa kutosha kwa ajili ya uangalizi. Mungu wa mbinguni ambaye amewawezesha mkuu wa division ya kilimo, mifugo na uvuvi, pale ambapo mmechota, Mungu mwenye vyote awajaze maradufu. Mungu awabariki sana. Na wasalimu wageni wote mliofika mahali hapa siku ya leo. Shikamoni. Mimi jina langu naitwa Kaselini Hussein na ni mwanafunzi siona nasoma darasa la 4. Pia nilikuwa natoa shukrani kwa vile vitu mlivyoleta katika siku ya leo. Lakini kwa maoni yetu si watoto tafikiri kwamba ni zawadi ndogo, lakini Mwenyezi Mungu ametia tiki kwenu. Na pia mlipotoa akawazidishie hata mama yetu Samia, hilo jambo likamfikie kabisa. Ni mambo makubwa sana amefanya kwetu kwa kutusamanisha si watu walemavu tuwe kama nyie. Napongezeni sana, kazi mliofanya sio ndogo. Ni Mwenyezi Mungu pia azidi kuwabariki na azidi kuwazidishia kila mlipoenda kutoa.